Nyakati nyingine ndio maana tunaonana Mungu amefanya wepesi. Nashukuru bwana Ngwale. Nimekuona bwana mwenye furaha kweli kweli, tulizungumza mengi, ukaweka imani kubwa kwa mnyama Simba na kwamba anakwenda kupata ushindi. Nataka tuchambue kidogo. Najua pia wewe ni mchambuzi. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Kwanza nikumbushe kitu ambacho nimesema, afu nirudi. Mimi nilisema kwa namna Simba tulivyo ni 99.9% Simba watashinda. Kama una kumbukumbu nzuri. Kwa nini? Mpira ukiacha uwanjani, pichi na namba ya wachezaji, kwanza uzoefu, pili rekodi. Yani rekodi katika mpira ni msingi mkubwa sana Ngwale. Zingatia haya ambayo nayasema. Juzi nilikuwa naangalia rekodi fulani, nataka nikutoe kidogo alafu tutarudi katika Simba kwa sababu ni mazungumzo Miaka takriban 30 na kidogo hapa sikupata rekodi ya timu yoyote iliyowahi kufungwa kutoka Tanzania na timu za napahitaji hapa walipotoka kucheza Yanga. Umenielewa vizuri? Wakanishangaza sana Yanga. Nikabaki napata alama nyingi za kuuliza. Tatizo ni nini? Hebu nielewe kidogo. Na kwa Simba tutarudi, nimekutoa kidogo kwa maana ya kiuchambuzi. Kwanza nimerudi kwenye rekodi miaka 30 na iliyopita, mtu ataangalia, atakuja kunisuta. Timu za kutoka Malawi hazijafunga timu za Tanzania kwa sababu timu za Malawi zilikuwa nguvu na miaka ya 70 nyuma huko. Sasa unatakiwa uirudie Yanga. Kwa nini Yanga? Umenielewa vizuri? Sasa kama utaniuliza swali nitakwenda kwa Yanga. Nirudi huku sasa. Rekodi zinaonyesha, sijui kama iliwahi kutokea timu za kutoka nchi ya Switzerland, sijui Uswatini saizi inaitwa, ziliwahi kufunga timu za Tanzania. Maana yake kwanza ni haramu katika soko la mpira kwa ubora wa timu za Tanzania kwa sasa kufungwa na timu hizo. Sisemi Simba imecheza na timu dhaifu, rekodi kwanza zinakataa kabisa totally. Na hata hivyo mimi sikuwa na furaha tu kwa sababu ya ushindi huu ambao unauona jana. Hapana. Yaani kilichotokea jana ni kuwa tumekosa ushindi sahihi tulotakiwa kuupata. Ni goli chache sana kwa sababu hatuwezi kuwa mfunga Mbabane Swallows 4-4 tukapata jana 3. Mimi nitakuwa tofauti na wana Simba wote. Tumepata goli chache kweli kweli. Isipokuwa tunafurahia kuona tabia yetu, kaliba ya Simba katika uchezaji imerudi kwa maana ya nafasi, si ndio? Muda, nafasi na kutumia nafasi. Vitu vitatu tumekwenda kuviona kwa nyakati, pia viko kwa 30%. Mimi nitapata shaka sana kama kuna mwana Simba anadhani kilichofanyika jana ndo usahihi wa Simba, yani ndo tunavyotakiwa tuwe. Hapana, ila kilichofanyika jana ni kupata utayari kwa mapema kuliko ambavyo watu wanafikiri. Hebu tukubaliane kweli, mechi ya jana tunapata matokeo ya kufungwa 1-0. Nani angesema kocha mbaya? Hayupo, kwa sababu hata tabia za kiwalimu zinakataa. Muda umekuwa mfupi, lakini nimeona wachezaji wameadapti mapema tabia ya mwalimu kwa muda mfupi. Kwa nini? Ulimwengu una walimu wa aina mbili, iwe shule za kawaida hizi au soka. Kuna walimu wanajua haraka udhaifu wa wanafunzi wao na wanatumia katika kufundisha, na kuna walimu wanachelewa kujua udhaifu. Mwalimu huyu anaonekana amejua haraka udhaifu wa wanafunzi wake. Simba ina wachezaji bora, inajulikana wazi, lakini wachezaji bora tu hawawezi kucheza nje na mwalimu. Simba hii na wachezaji hawa si ndio walikuwa nao Morocco? Simba hii na wachezaji hawa si ndio tulicheza tukiwa mechi ya kwanza na huyu mwalimu, timu akiwa nayo Fadru? Je, ni sawa na walivyocheza jana? Ani tofauti. Jana wamecheza mfano wa mechi ya mwisho ambayo tulicheza kati ya Simba na nani hawa timu ya ligi na nani hawa katika ligi kuu, Namungo. Umenielewa sijui? Hata Matola anaonekana ni mtu anaweza kusoma tabia za wachezaji haraka. Lakini kuna upande mmoja nisiuache kabla hatujaenda mbele kuhojiana maswali. Uimara wa Simba ulikuwa unauona, uwezo wa kunyang'anya mipira kwa haraka, umakini wa kufikia kwenye matukio kwa haraka. Unamzungumza mwalimu wa viungo, unamzungumza coach Savi. Nadhani watu hawataki kumzungumza, watoe haki. Wahispania wanaita Savi au Xavi. Ipi sahihi zaidi? Hatuelewi. Basi twende yote watakuwa wameelewa. Simba wana mwalimu wa viungo, wametimua ule mwalimu ambaye tulimtoa Yanga. Mimi nilikuwa nashangaa sana. Unajua bro, nilikuwa napata tabu, naogopa kusema. Influencer wa Simba, kazi ya influencer ni kuhamasisha. Hii nukta ya uchambuzi ni kuwa hata alau mpira kidogo unaofahamu. Lakini ukweli sahihi, mimi ni influencer na kuna muda ukija nimefurahi. Yani sichambui hata kidogo shekhe. Mimi huwa nazungumza yani utani kwenda mbele. Influencer kazi yake ni kuhamasisha.
kitu chochote kilichofanywa na klabu ya Simba kwa maslahi ya Simba, mimi sijawahi kukosoa. Ila kuna nukta yangu na kwenda kukosoa. Mimi niwe tofauti na ma-influencer wote. Mimi kwenye maiki huwa nasifia na chambua. Kazi zangu ngapi? Ngwale, usije kunifuata na kazi ya kukosoa. Tuna mkutano mkuu, tuna katiba, tuna management wa Uingereza wanaita, humo ndo tunaenda kukosoana. Umeelewa? Kwenye maiki ya Ngwale na watu wengine, kazi yangu ni kuisifu Simba na kuchambua eneo ambalo naona lina tatizo, na bahati mbaya wa Tanzania tumekuwa so waumini wa haya mambo unayoyaona. Tumekuwa waumini wa mambo ya Zia. Momeniza Soa na Kibu Dennis. Yes. Mwalimu anahusika kwa asilimia ngapi na uwezo binafsi wa mchezaji? Ngoja nikwambie kazi ya walimu katika mpira. Kazi ya mwalimu katika mpira ni kurahisisha mpira kutoka kwa golikipa kwenda kwa mabeki, kwenda kwa kiungo mpaka kufika eneo la ushambuliaji. Ndio kazi ya mwalimu. Iwe anaupeleka kwa haraka, ndio mnasema ile total soka, pasi za haraka. Iwe anakwenda kwa counter attack, iwe anakwenda kwa njia yote, ndio kazi ya mwalimu. Sasa urahisi, yani kujua kwamba hapa natakiwa nimpe Soa. Kwa tabia ya Soa, mazoezini huwa anatembea na mpira, anachukua mtu wa kwanza, wa pili na watatu na anatouch. Ni kazi ya mwalimu. Kuna siku nilifanya kipindi, sasa niseme na kwako. Nilisema hivi, ukimfuatilia mwalimu wa Simba mazoezini, ukimfuatilia kabla ya kupokea mpira anatoa lawama kwa wewe unataka kupokea mpira. Wewe uko wapi duniani? Yaani unataka kupokea mpira kabla hujachukua, wewe ndo wa kwanza kulaumiwa kabla ya mpira kufika. Kwa nini? Ukitimia sekunde 5 na mpira unaruka kichurachura, jamani, tokeni nendeni pale Bunju. Sisi tuna uwanja wa mazoezi. Weka sawa hapo. Ukitimia sekunde 5 kubaki na mpira kabla hujapasia unaruka kichurachura, ziko adhabu za kiualimu. Otherwise unarudi katika koni. Kabla ya sekunde 5 wewe umeshapasia, ndio kilichokuwa kinaonekana jana. Abrahamu anatengeneza mtindo wa kwenda kufunga goli la ngapi? La 3, assist anatoa Abraham. Sawa sawa, Anachukua mtu wa kwanza kutoka katikati ya uwanja. Ndio sio? Anamaliza kupiga chenga. Hebu angalia tukio alilofanya jingine, alifanya nini? Anamaliza kupiga chenga, ana assist brother. Au ilikuwaje? Yani ni tukio ambalo halijatimia sekunde 35 hazikufika kutoka kupokea mpira, kupiga chenga na kupiga pasi ya mwisho. Hii ndo anasifiwa mwalimu. Hizi ndo kazi anazofanya mwalimu. Mwalimu hurahisisha mpira kutoka eneo la golikipa. Kwa maana mpira kutoka eneo la golikipa, nadhani tuanze kuhesabu sasa kiufundi. Tukitoka na mpira eneo la golikipa, eneo la kwanza manake namba 9 wa timu pinzani anaanza kudai mpira. Winga wa timu pinzani 11 na 7 wanadai mpira. Kiungo namba 10 wa timu pinzani wanadai mpira. Watu wangapi hawa? Maana yake watu 4 wa mwanzo walopokea mpira kati ya central beki na mwenzie namba 4. Sawa? Beki wa kushoto na kulia wafanye urahisi wa kuondoa mpira katika miguu hawa. Mwalimu anafundisha kanuni ya pili, mpira ukitoka eneo la kwanza unakuja eneo la midfield ambaye anapatikana namba 6. Kama kuna double pivot utawaona wawili. Sawa, 6 na 6 na 8 juu ambaye alitakiwa acheze 10. Wahakikishe eneo hilo nalo mpira unatoka kwa usalama. Tuelewane Ngwale. Kazi ya mwalimu. Kutoka hapa sasa kuna kwenda kwenye ubunifu. Alichokifanya jana Abraham ni ubunifu, so akili yake. Mwalimu alimwambia mtu aliyekuweko winga upande wa kulia ukiwa na Kibu Dennis ni mwepesi na ni mtu rahisi kufanya matukio. Ngwale, tuelewane. Usikae na mpira sekunde 5 mazoezini utaruka kichurachura. Hivi unapiga flexi au ni kweli? Brother, sekunde 5 unaruka kichura. Uruhusiwi. Chini ya mwalimu huyu na utakuja kuamini uruhusiwi. Nitafutie mchezaji aliyekaa na mpira zaidi ya sekunde 5. Ngoja kidogo. Nitakwambia mimi aliyekaa nao na sababu. Ukiacha Elim Panzo. Umeelewa vizuri? Kwa maana ya tabia halisi. Naye Jean-Charles Ahoua. Na kwa nini wanaruhusiwa wao kukaa na mipira? Katika uwanja wachezaji tuko sawa. Tukikimbia na mipira kwa usawa tuliokuweko uwanjani, hakuna atakayemfunga mwenzie. Lazima uwe na watu hatari, yeye awe anacheza zaidi ya watu wangapi? Maana wakitoka kwenye 10 wawili unabaki na wangapi? 8. Akichukua na mwingine wamebaki 7, mnakuwa 7 kwa 10. Maana yake mnacheza na timu, hii timu inakuwa dhaifu katika nukta hiyo. Sio umesema tuchambue mpira? Mimi ni shabiki wa Simba ninayependa mpira. Umenielewa Ngwale? Sasa Elim Panzu ni lazima abaki na mpira. Na kwa sasa atapoteza sana. Sababu jukumu lake kwenye uwanja si kuassist. Hapana. Ni kupunguza ngome ya maadui kuwa ngome rahisi, ndo kazi ya Elim Panzu uwanjani kwa sasa. Ndio maana anapochukua mpira mtu wa kwanza anabeba,
huyu mtu wa pili anakuja na mwenzie, yani wanashirikiana bwana, usiende peke yako na kuwa nyuma yako. Mpanzu akibaki na watu watatu, huku kumebaki watu 7 kwa 9. Ndio maana tunakufunga kiurahisi. Sisi hatukupata changamoto kwenye kufunga. Hatukupata. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, hatuna wachezaji tuliowatumia miaka 4 mfululizo kama wenzetu wanafukuza walimu. Nadhani Ngwale inaweza ikaleta shida sana kwa walimu kuja wachukue fedha zao tu, sababu mwalimu ukimvunjia mkataba anachukua fedha. Na hii nikupe wewe sasa, kwa mwalimu mpaka leo hajaondoka. Hajaondoka. Inawezekana nyinyi hamna jamani, mimi safe nalo, ndio maana kuna muda anaogopa mimi kuzungumza malipo, kwa sababu mkataba wa mwisho wa kuvunja mkataba na mwalimu alisema cash ndo anaondoka. Rekodi inanionyesha mmeshtakiwa mara 6. Mmeshtakiwa mara 6 na mjalipa. Mtu wa mwisho Sibomana, nani anamkumbuka mchezaji wa Sibomana? Alikuwa anadai Yanga milioni 47 brother, hela ambayo inaweza kutoka mfukoni tu, nayo ilikuwa ngumu kulipa. Mwalimu ana rekodi. Yule mwalimu ni mtu mweupe, na Mungu ameyumba dunia hii watu weupe ndo wawe na mamlaka katika dunia kwenye kila jambo. Hii iko wazi. Na ukitaka kukubali, mwekezaji wa Simba ni kama mimi na wewe. Mwekezaji wa Yanga, mdhamini wa Yanga ni kama mimi na wewe. Ukiwaondoa wale ukaweka Ruguru, timu haziendi. Kwa mwalimu mweupe alipokuja alikuwa anayajua haya, alitaka milioni 600 na kidogo Yanga wavunje, akasema nipeni 600 na yes, ukiweka na mishahara mitatu tunajua ukivunja mkataba lazima na mishahara hiyo iwepo. Akivunja au wewe ukivunja, akasema hapana, kama hii hamna nipeni 450. Nadhani ma-influencer baadhi walifanyia vipindi hivi. Ilipoonekana ngumu akaonekana muacheni aendelee kuwepo, mleteni mtu anayefanana naye viwango ataondoka. Umenielewa vizuri? Sasa kwa Yanga nirudie tena kusema sina nia mbaya, tuko kwenye uchambuzi. Watafukuza walimu hata 100 kwa sababu wachezaji wanaowategemea kutunza timu yao. Jamani, sina nia mbaya. Wachezaji wamechoka, wanahitajika kupumzika, na wasipokuwepo uwanjani hawawezi kupata matokeo. Unawataja Dickson Job, unafungwa hata goli 3. Baka namba 2, Maxim Pia Zingeli, 3 Pacome Zuzu. Hawa watu wanahitaji mapumziko brother, wametumika kwa muda mrefu. Sasa sio issue ya makocha tena, tuelewane. Issue ya hawa ni nani? Hapana, Kagere anafunga. Jamani, kina Kagere wamechoka. Tukaletewa hawa kina huyu ambaye yuko Misri, Pyramid Mayele. Tukaletewa kina Juma na nani wenzetu, energy mpya. Haya sisi tunawaleta kina Kagere tukashindwa kutetea ubingwa. Kwa hiyo mimi ni shauri hasa upande wa pili, ili wasije wakatia taifa hili aibu, kwa sababu rekodi inaonekana wao ndio timu pekee miaka 40 kufungwa na watu kutoka Malawi. Ni wao ndio wameweka rekodi hii. Sasa wasitie aibu tena tukatolewa. Natamani tuende wote makundi. Na nitamcheka nani? Yanga kama yupo. Ngwale tuelewane brother. Yako nataka iendelee bwana. Waje makundi my brother. Faida yake ni kuwa kina Azam tutakwenda kuwabeba baadaye kwa kupeleka timu 4. Kazi hii tulifanya peke yetu, na sisi ndo tuna dhamana, kwa sababu 1974 tulicheza nusu na Miali Al-Kubra, na Mungu ameipa dhamana Simba kutetea taifa hili. Jamani, nazungumzia Simba, watu wasiumie. Kama Simba atafeli taifa hili na mpira unafeli, niko hapa Mnazi Mmoja, niko hapa kaburi moja, utakuja kukumbuka maneno yangu. Ndo timu pekee ambayo Mungu ameipa dhamana kutetea taifa hili, hamna timu nyingine. Bwana, tumzungumzie Morris Abraham. Naam. Kijana umemwona? Ndio. Wengi nimeona wanazungumza kwamba kijana hastahili kuwa katika ardhi ya Tanzania. Pengine angekuwa Ulaya. Nataka kujua kutoka kwako kiuchambuzi zaidi. Umemwonaje kijana, anastahili kwenda nje? Ni kuikosea kwanza haki Simba. Morris Abraham hakwenda Yanga. Angeenda Yanga mjadala huo unafanya kazi. Angeenda Azam huo mjadala unafanya kazi. Morris Abraham yupo timu ambayo kuna jarida liliwahi kuhakikisha ni ya 91 kwa ubora duniani. Hizi sijui maskini nitakuja kusemwa vibaya. Morris Abraham kuweko Simba, huo mjadala unakufa. Yuko kwenye timu ya malengo. Angekuwa Yanga, yes, hakutakiwa kuweko nchi hii. Si kuna jamaa, kuna yuko Simba? Hiyo haki ya kujadili hiyo inakuwa hakuna. Mimi nitakwambia kwa nini yuko Simba. Lakini kwanza niondoe haki ya kujadili. Kama yuko mtu mtaani anadhani Morris Abraham kuwa Simba kaja kwa bahati mbaya, anatakiwa kuitambua Simba. Nimesema hivi, kuna jarida linafanya kazi na wa FIFA. Wanaita HA nini sijui huko, mistaki hata kulikalili brother, mtalitafuta. Liliwahi kuwataja Simba ni wa 91 kwa ubora duniani. Hilo jarida. Leo CAF wanaitambua Simba ni ya 5 kwa duniani.
Kuna mchezaji alikuja kustafu humu Afrika kwenye timu za ovyo ovyo, mnamuita Adebayo sijui. Abraham kwa nini asiwe Simba? Na ndio maana hata mwalimu alipotakiwa kwenda kwa mkopo alisema nipelekeni kwenye timu ya malengo, timu ambayo imewahi kuuza mchezaji, sio kutoroka. Imewahi kuuza mchezaji akacheza mpaka Aston Villa. Ila Yanga ina rekodi ya kutorokwa na Nonda. Alikimbilia South Africa. Hawauzi. Muulize Nzinze anavolia. Turudi kwa Abraham. Haya mambo mengine ya Yanga tuyaache. Nilikwambia kuna siku sije kuonekana analeta vijembe. Sawa, twende kwa Abraham. Abraham ameishi sana nje nadhani na amecheza baadhi ya vilabu nje. Ndio. Hicho klabu alichocheza nje Abraham alipima malengo ya vilabu na urahisi wa kuondoka. Klabu ya Simba ina malengo makubwa sana na ndo timu pekee Tanzania ina viwanja viwili. Haitowahi kutokea timu nyingine yoyote ikamiliki viwanja viwili. Hapo hii kuna watu wanawapa shida. Ukisoma kwenye sheria 17 sheria namba 1 inataja uwanja. Ndio Ngwale. Kuna sehemu kunatajwa jukwaa na choo. Ni pitch. Simba wana ngapi? Ndo timu pekee Tanzania ambayo kwa sasa inakwenda katika uwekezaji katika timu za wanachama. Nyingine hata katiba haina. Bana, tunaelewana? Timu nyingine hata katiba haina. Abraham anajua Simba ni klabu ambayo watu wakifika bei kutaka kuuzwa hawajawahi kuulizana mara mbili, kwa sababu klabu ya Simba imetengenezwa katika minadhiri ya yenyewe ifanye vizuri, ikusaidie wewe ufanye vizuri na ushirikiano. Na hata hivi vyombo vyenu vya habari, klabu inayotoa muda wa vyombo vya habari ni Simba, anasema Saleh Jembe, so mimi. Na hata ukisafiri nao uulizwe wewe unatoka wapi. Yaani sura yako Ngwale wanajua Mtanzania. Abraham amepima haya mambo yote. Na klabu ambayo ukipita lazima uje kusalimia siku yoyote. Wengine unakuja tu kwa maana ya kawaida tu. Simba unakuja kama nyumbani. Yaani sisi tuna upendo wa dhati. Umenielewa vizuri eh? Watu ambao hatupendani tunongoneze ni sisi tu influencer hatupendani. Lakini sio klabu, sio mashabiki wa Simba, sio ni hapana. Mimi hawa watu wamekaa wako imara. Abraham ameangalia hilo. Sasa Abraham historia imemtaka pia aje Simba. Kwa nini? Tuliwahi kuwa na mtu anaitwa Luis Jose Miquissone. Na yeye ndio kariba yake. Yaani kuja Simba ilikuwa bahati mbaya. Amekuja Simba kwa sababu historia inamhitaji awe wapi? Sasa na muda mwingine na mwingine. Na umeona namna anavyofanya. Umeona namna ya Simba inavyomuendo. Abrahamu, Mungu akijalia mwakani kama ataonekana, utanikumbuka mimi. Atauzwa hata dakika 10 nyingi. Abrahamu yuko Simba kwa sababu ya kutunza kipaji, kulea kipaji. Maneno haya nikwambie yashike sasa. Hata vyuo vya soka duniani viko vitatu. Academy nyingi Azam naye anayo. Rio de Janeiro Brazil, nadhani timu ni Santos. Amsterdam Holland timu ni Ajax. Simba Sports Dar es Salaam vyuo viko vingapi? Academy ziko nyingi. Academy nyingi vyuo vitatu tu. Dunia nzima. Ni miongoni mwa vyuo vitatu. Soma neno yangu alisema Morrison. Alitumia neno university ni nini? University Kiswahili chake nini? Soma neno yangu nimenukuu. Sawa, mnyama kapata ushindi kule bwana. Tunaweza tukasema mnyama ndio ameshakata tiketi ya kwenda hatua ya makundi. Labda tuchezeshe Simba Queen. Labda. Yaani kwa labda tuchezeshe Simba Queen ndio tunaweza Mwenyezi Mungu aruhusu miujiza sana katika mpira. Nitumie mfano. Acid inaua. Wewe kama siku zako za kufa hazijafika ukiogelea kwenye acid utakufa tu. Kwa sababu ukipiga mbizi ukatoka upande wa pili rais pia atakuogopa. Hamna miujiza kwenye mpira. Kuna kauli niliwahi kukwambia, mganga asajiliwi kwa sababu mpira hauna miujiza. Mpira ni muda, nafasi na kutumia nafasi. Ngapi hizo? Wale si tumewazidi katika yote. Kutumia nafasi, kutengeneza nafasi na muda. Vitu vyote tumevifanya kwa wakati Ngwale. Wanasema mmepiga timu chenye kiwango cha chini. Sasa angalia Silver Strikers na Nsingizini. Nani kapata kibonde? Mimi kwa ufahamu wangu, ili huyu awe kibonde ni lazima afungwe. Umenielewa? Aliyeshinda anaitwa mkubwa. Aliyeshinda mkubwa. Na aliyefungwa anaitwa kibonde. Hata aliyecheza na Yanga ni kibonde ila ameshindwa kumfunga. Tumeelewana sio? Yaani aliyeshinda anaitwa mkubwa siku zote kwa sababu ameshinda. Siku zote ndo utaratibu. Na aliyefungwa huwa anakuwa kibonde. Hata yule aliyefunga Yanga utamhitaji kibonde na kawafunga Yanga. Ila angekutana na Simba naye ni kibonde kama huyu aliyefungwa. Kama mnyama angemfunga angekuwa kibonde. Ndio, umeelewa vizuri. Ndio ilivyo. Kwa hiyo kashinda. Yule anaitwa kibonde, aliyomfunga Yanga anaitwa mkubwa kwa sababu ya kumfunga
Wale ndio utaratibu huo. Kuna vitu huwezi kuvitoa nje. Yaani mimi ninavyojua hesabu 1+1 dunia nzima 2. Ndio utaratibu. Wewe atakaye kufunga ni mjanja wako. Kwa hiyo yule mimi nimwambia miaka 45. Hakuna timu kutoka Malawi imefunga timu ya Tanzania. Hata ungepeleka Njombe mji, timu za Malawi hazina uwezo wa kufunga timu za Tanzania. Yanga kafungwa kwa sababu ya kiwango chake brother. Nitarudia tu. Hamna kitu kingine, tatizo ni kiwango tu. Kwa hiyo tukutana na kibonde hapana. Ila ni tabia yetu level hii. Sisi tunaogopeka na timu zote Afrika. Ukitukuta klabu bingwa ndio kombe letu, sababu hakuna kena Kayoko, nisiwe muongo. Sawa. Tumezungumza mengi sana bwana Sefu. Neno moja kwa mashabiki wa mnyama Simba, ikumbuke mchezo uliopita hamkuweza kuingia katika dimba la Mkapa. Safari hii mnakwenda. Neno lako kwa mashabiki. Tabia yetu ile ile. Tabia yetu ile ile, hatutegemei hamasa kwenda kujaza uwanja. Na hakuna mtu yoyote alishauriwa kupenda Simba, ilikuwa ni hiari. Kwa hiari yako nenda uwanjani. Yaani twende tukajaze, twende tukawape hamasa. Watu walituona, kama unakumbuka tulijaa wengi wakati tunazindua ile Simba Day. Sasa waende wakatuone mashindano ya kimataifa. Kuna mtu leo Daloki amezoea kutuona kwenye TV na Simba Day akatuone kwenye mashindano tukaone ujuzi wa Daloki, kwa sababu sikio tunachokwenda kukifanya. Yaani mwalimu sasa anakwenda kutengeneza. Na unakumbuka kuna kitu tulizungumza tukiwa pale, sababu ya kufungwa goli 4 na Al Hilal, nilikwambia anaangalia huyu Inspector Kalabwa ni mzito. Jana kaanza na nani? Kaanza na Nangu. Si tukisema ni walimu tuheshimike jamani. Tukiacha influencer, si ni walimu pia. Unamwacha Kalabwa anashambuliwa mara 4 mfululizo, unalazimisha. Kila anavovuja ndo unajua kumbe Nangu atakuwa mwepesi, Kalabwa hawezi. Kama sikuumia Nangu jana alikuwa anamaliza mechi. Na unaweza kumuona mechi. Sasa hii mechi inayofuata na wale tunaenda kutengeneza mfumo mwingine. Huu tumeona umetiki, tunaenda kutengeneza mwingine. Tunaweza tukachukua watu wanaokaa benchi, wakakaa uwanjani, tukaangalia inakuwaje. Inawezekana pia. Kwa mwalimu huyu tulie naye kwa 90%. Shukrani sana. Asante sana na mimi nashukuru bwana.